2025 basi kesi hii itaendelewa kwa majali wa Mwenyezi Mungu, na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea. Uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti kama utaweza kuwekwa wazi, na kama sio uhaini basi tuweza kujulikana mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuona kwamba ile njia maombi la ahirisho la wiki 2 kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Kumbuke kuwa kesi hiyo ilianza kusikilizwa kwa mara ya kwanza Oktoba 6 hadi Oktoba 24 na baadaye kuahirishwa kupisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika Oktoba 29. Awali ilitakiwa kusikilizwa Novemba 3, lakini kutokana na maandamano na machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi, kesi hiyo ikawa imeahirishwa hadi leo Novemba 10. Nikiripoti kutoka hapa Mahakama Kuu, Masjala ndogo, Dar es Salaam, Egbert Alfred Jr, EATV. Naam, asante sana Egbert kwa taarifa hii ambayo inatusafirisha kuelekea makao makuu ya Tanzania Dodoma. Wakati mkutano wa kwanza wa bunge la 13 unaotarajiwa kuanza kesho pamoja na kumchagua spika na naibu spika wake